Mimi kiukweli ni mtu wa kwanza kuamini kwamba Jonathan Soa ni mchezaji mzuri, ni mchezaji muhimu na ni mchezaji ambaye kila kocha ambaye anatamani kuwa na mchezaji katika eneo la mwisho la umaliziaji kutamani kuwa na mtu kama Jonathan Soa. Lakini kitu pekee ambacho kwa Jonathan Soa kinakuwa kinaleta maswali mengi ni tabia zake za kinidhamu. Zimekuwa ni za hali ya chini sana na nidhamu yake iko chini sana ukilinganisha na vile ambavyo anaweza kuonekana. Ukiangalia shape yake, ukiangalia namna anavyoweza kujiposition kwenye goli, ukiangalia pia hata weledi wake wa kuweza kufanya finishing ya mipira, lakini pia utulivu wake kwenye mipira ya kutenga, kwa maana ya kwamba kupiga penalty. Ni moja ya washambuliaji ambao wana utulivu mkubwa sana pale ambapo anapokuwa yeye analitazama goli. Lakini katika tabia za kindani, tabia za kimienendo zimekuwa zikileta maswali mengi sana kwa kila mtu ambaye alikuwa akimtazama Jonathan Soa. Na kwa tukio ambalo limeweza kufanyika katika mechi dhidi ya Azam, Simba dhidi ya Azam, ni tukio ambalo limekuwa likijirudia. Jonathan Soa amefanya hivyo mechi dhidi ya Stade Malien kule nchini Mali. Ameingia tu kutoka eneo la mabadiliko, anaingia uwanjani, anakwenda kufanya kosa kwa kwenda kumpiga kipa, ambao ni kitu ambacho akikuwa kitu kizuri. Na kama mwamuzi angeweza kuwa stable, angeweza kuwa makini, na kama kungekuwa na VAR, usaidizi wa VAR, inawezekana kabisa kwamba angeweza kupewa straight red card, angeikosti Simba kimataifa. Lakini pia kosa hilo pia anakwenda kulirudia mechi dhidi ya Mbeya City. Lakini pia kutokana na ukosefu wa VAR wanakosa faida ya kuweza kuona. Lakini pia kosa hilo pia anakwenda kulifanya kwenye Mzizima Derby dhidi ya Azam. Kwa hiyo hata kamati ya masaa 72 itapokaa kuanza kufuatilia mwenendo wa mchezaji katika mchezo husika, lakini pia wanaweza wakapata hadidu za rejea. Katika michezo mingi aliweza kufanya makosa ya namna hiyo ya kuweza kufanana. Ukiangalia msimu uliomalizika aliweza kupewa red card katika mchezo wa finali kati ya Singida dhidi ya Dar es Salaam Young Africa. Alifanya makosa ya makusudi na akapewa zawadi ya red card, ambayo red card hiyo ilikuja kumkosa. Ukiangalia katika makosa yale ambayo anayafanya yanaweza kujirudia mara kwa mara, inakuwa ni tatizo kubwa sana kwa Jonathan Soa. Lakini sasa tunakuja kwamba kwa makosa hayo ambayo ameyafanya, kwa nini kamati ya masaa 72 iwe na sababu ya kuweza kumwadhibu Jonathan Soa? Katika kumwadhibu mchezaji wa namna kama hiyo, huwa kuna mazingira ya kuweza kuyatazama. Mazingira yanatazama katika nyendo ngapi? Nyendo kadhaa. Nyendo ya kwanza ambayo inatazamwa nia ya mchezaji kwenye kufanya kosa. Nia yake ilikuwa ni nini? Kila mmoja anafahamu kwamba nia ya mchezaji katika kucheza mpira, nia yake ya kwanza ni kuumiliki mpira. Nia yake ya kwanza ni kuugusa mpira. Nia yake ya kwanza ni kufanya mpira ukae kwenye mia yake au uondoke katika eneo lake la hatari kuweza kwenda katika eneo la usalama. Kwa nia ya mchezaji ya kwanza ni kufanya ball touching. Hiyo ndo nia ya kwanza ya mchezaji. Endapo ikiwa imeonekana nia yako haikuwa kuugusa mpira, ilikuwa ni kuugusa mwili wa mchezaji husika, hiyo sasa inakuwa sio katika nia ya kimpira, inakuwa ni nia ya kimadhambi, ambayo kimpira inatafsiriwa kuwa ni faulo, kwamba wewe ulienda kwa lengo la kuweza kuucheza mwili. Sasa kwenye kuucheza mwili wakati mwingine huwa inaangaliwa, sio kwamba wakicheza mpira wanasema mpira ni mchezo wa kugusana, sio kwamba kila mguso ni faulo. Kuna kupigana over shoulder, umeelewa vizuri? Kuna mtu kumpa chakula, umeona, mmegusana mwili kwa mwili, lakini inakuwa sio foul. Lakini endapo utakapokuwa umeongeza nia mbaya zaidi juu ya mwili wa mchezaji mwenzio, hilo linakuwa ni kosa. Ukiangalia kwa Jonathan Soa, alipokuwa anakwenda kumkabili Himidi Mao Mkami, alikwenda kwa nia ya kugusa mpira? Jibu la moja kwa moja, hakwenda kwa nia ya kugusa mpira, kwa sababu mpira ulikuwa katika direction nyingine na Jonathan Soa alienda katika direction nyingine. Aliacha direction ya mpira akaenda kumgusa Himidi Mao Mkami. Lakini kitu cha pili ambacho kinatazamwa, inaangaliwa nafasi kati ya mtenda kosa na mtendewa kosa. Walikuwa kwenye nafasi ipi? Ukiangalia nafasi iliyopo kwa Himidi Mao, nafasi yake ilikuwa katika kuumiliki mpira, katika direction ya kuelekea mpira ulipo. Lakini nafasi ya Jonathan Soa ilikuwa ni opposite direction, kutoka kwenye direction ya mpira kwenda kwenye direction ya mwili. Na ndio maana ukiangalia tukio lile, alianza kwanza kugusa Himidi Mao Mkami, alafu Himidi Mao anaanguka chini, mpira haupo kwenye umiliki wa Himidi Mao, haupo kwenye umiliki wa Jonathan Soa, unakwenda kutolewa na Idi Nado. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwa kinafasi, unaona kabisa kwamba Himidi Mao
alikuwa na faida ya ule mpira kwa sababu baada ya kuangushwa alipoteza direction na ule mpira ukaenda kwa sehemu nyingine, lakini pia huyu Jonathan Soa naye pia hakuwa na access ya kuweza kuumiliki ule mpira kwa sababu hakuwa na intention ya kwenda kugusa ule mpira. Hiyo ni nafasi. Lakini pia kitu kingine ambacho kinatazamwa ni nguvu iliyotumika. Ukiangalia nguvu iliyotumika ya Jonathan Soa ilikuwa ni nguvu kubwa zaidi. Alipokuwa amekwenda ametumia nguvu kwanza ya kumpushi, lakini akaona itoshi akaongeza na msukumo wa mkono. Na ndio maana ukimwangalia Himidi Mao alivyokuwa ameanguka, alikuwa ameanguka huko ameshika eneo la uso kuelekea katika eneo la shingo. Kwa unaona kabisa kwamba nguvu iliyotumika haikuwa nguvu ya kawaida. Kwa hiyo pia huwa wanalitazama. Kwa hiyo naamini hata kamati ya masaa 72 watakuwa wanaangalia hivyo ambavyo mimi navisema. Lakini pia eneo lingine ambalo linatazamwa, eneo la mwili ambalo limefanyiwa madhambi. Umefanyia eneo lipi la mwili? Umefanya katika eneo la kichwa, kwa maana kwamba usoni au kichwani, au umempiga kwenye shingo, umeelewa vizuri, au umempiga kwenye tumbo, kwenye kifua, au sehemu za siri, umeelewa vizuri. Hilo pia ni eneo ambalo pia huwa linakuwa considered katika kuangalia aina ya madhara, aina ya madhambi ambayo yameweza kufanyika. Ukimwangalia Himidi Mao alipigwa katika eneo la kichwa, na ndio maana hata alipokuwa ameanguka kwenye kujishika moja kwa moja alienda kujishika katika eneo la nini, la kichwa. Lakini kitu kingine ambacho kinatazamwa kuona kwamba hili ni kosa au sio kosa ni kuangalia namna ya madhara ambayo yameweza kupatikana baada ya kosa kufanyika. Kuna madhara huwa yanapatikana. Kuna mtu anaweza akapasuka, maana akachanika, labda damu ikatoka, muona mwingine anaweza akavimba, umeelewa vizuri. Kwa makosa kama hayo yanaweza yakaonekana pia sehemu ya kuweza kuliangalia kosa. Ingawaje katika eneo hili sio ambalo linakupa majawabu ya moja kwa moja kwamba mtu akipasuka au akivimba basi alimfanyia kosa hilo adhabu yake ni kadi nyekundu au kupewa yellow card. Yawezekana mtu mwingine akajigonga kwa bahati mbaya akapasuka, na hayo huwa yanatokea kwenye mpira. Na hata hapa Tanzania ukiangalia msimu ule wa Faisal Beauty Yanga dhidi ya Simba kule Tanganyika, huyu Kibwana Shomari aligongana pamoja na Kibu Dennis Mkandaji, kama unakumbuka. Kila mmoja aliumia kwa upande wake na walifungwa hadi clip bandage, lakini walishindwa kuendelea na mchezo. Walitolewa nje kwa maana kwamba wanafanywa mabadiliko kulingana na majeraha waliyopata, lakini hawakupewa kadi wote. Kwa hapo tumeona katika mgusano wanaweza wakaumia, lakini inaangaliwa intention ya kule kugusana kwa sababu wote mnakuwa katika labda kuelekea mpira, mnaruka mpira ulipo, mnaokosa mpira, mnagongana vichwa na vitu kama hivyo vinaeleweka. Lakini pia eneo hilo pia la madhara ambayo yanapatikana baada ya kosa kufanyika pia ni kitu ambacho huwa kinatazama. Lakini kitu cha mwisho kinachoangaliwa ni muktadha wa tukio. Nikisema muktadha maana yake inamaanisha kwamba mazingira yanayojionyesha kwenye tukio husika, kwamba aliyekuwa na mpira alikuwa katika nafasi ipi, asiyekuwa na mpira alikuwa kwenye nafasi ipi, asiyekuwa na mpira aliuhitaji mpira kwa mazingira yapi, aliyekuwa na mpira aliulinda mpira kwa mazingira yapi. Sasa huo ndo unaitwa muktadha. Ukiangalia katika eneo hilo, Himidi Mao Mkami alianza kuumiliki mpira baada ya kupokonya mpira uliopigwa kama sideway passes kutoka kwa Salum Mwalimu. Alikuwa anapiga in cross kuelekea katika goli la Azam, lakini Himidi Mao anakwenda kublock ule mpira, anafanikiwa na kuanza kuondoka katika eneo lake la hatari kuupeleka mpira katika eneo ambalo lina usalama zaidi. Kwa hiyo ukiangalia muktadha ni kwamba unamwona Himidi Mao Mkami ameanza kuumiliki mpira toka alipokuwa amepokonya mpira kutoka kwa adui na kuanza kuupossess kuupeleka katika eneo ambalo ni salama zaidi. Na hata ukiangalia Himidi Mao, mbali ya kufanywa yale madhambi, anapiga mpira unakwenda kwa Idi Nado, ambaye Idi Nado pia ni mchezaji ambaye ni teammate, ambaye ni mchezaji kutokea pale Azam, haujaenda kwa adui. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kimuktadha kwamba Himidi Mao Mkami alinyimwa faida ya kuumiliki mpira katika njia ambayo isiyokuwa sahihi, bwana Matole. Na pengine kwa upande wa Simba unadhani nini wafanye kitu gani? Kwa sababu wakati wanamsajili mchezaji hapo kabla hajaingia kwenye kikosi cha Simba alikuwa ana red card, na wamemchukua akiwa hivyo akiwa maana yake anaonyesha kwamba ana shida. Je, wafanye nini ili aweze kukaa sawa, au anaweza akawatia saa kama wakiendelea naye pengine anatakiwa aachwe katika msimu wa dirisha dogo?
Of course ni kwamba kinachotakiwa kufanyika ni kwamba lazima waangalie namna bora ya kuweza kumhandle mchezaji huyu. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika hali ambayo inafanywa inakuwa inaleta kitu kibaya zaidi, kuweza kumwangalia mchezaji ambaye anafanya vitu ambavyo sio sawa sawa. Lakini pia kitu ambacho cha kufanyika cha moja kwa moja ni kuhakikisha kuwa wanaweza kukaa naye chini na kuweza kumtengeneza kisaikolojia, aweze kutulia. Saikolojia yake bado haijatulia. Jonathan Soa mwanzoni mwa msimu ilikuwa ina asilimia karibu 80 ya kwenda kucheza Young African, na hata yeye mwenyewe pia alionyesha mapenzi ya kwenda kucheza ndani ya Young African. Dakika za jioni mambo yanakwenda kubadilika, Young African wanafanya maamuzi tofauti, Jonathan Soa anakosekana kwenye kikosi cha Young African, na hiyo imekwenda kumuathiri zaidi. Na Simba ili kuweza kufanya marketing ya usajili wake, waliweza kutengeneza clip ya kumtambulisha Jonathan Soa akiwa anaichana picha yenye mfanano na rais wa Young African. Kwa hiyo ilikuwa ni kama marketing strategy, lakini Jonathan Soa anatembea nayo hiyo kama ni sehemu ya agenda. Kwa kufanya hivyo inawezekana ikamharibia zaidi. Inatakiwa yeye akubali kwamba yeye ni mchezaji wa Simba, aendelee kuishi kama mchezaji wa Simba, aache kutembea na picha ya Young African kwenye akili yake, kwa sababu akiendelea kufanya hivyo itakuwa inazidi kumgharimu zaidi na itaweza kuwapa makosa zaidi watu wa Simba kuweza kuwagharimu hata katika mechi za muhimu ambazo zinakuja siku za usoni. Shukrani sana. Shukran jazira.